Hujambo, hii ni Arusha One Radio na mimi ni Awadhi Rashidi. Taarifa zilizotufikia hivi punde ni kuwa baada ya Israeli kushambulia sehemu mbalimbali za Iran mchana wa leo, hivi punde jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC linashambulia vikali mji wa bandari wa kaskazini wa Israel wa Haifa. Mji wa Haifa ni kitovu cha viwanda nchini Israel na una viwanda vingi vya kusafisha mafuta, miundombinu ya meli na mali nyingi za jeshi la ulinzi la Israel IDF. Taarifa kutoka kaskazini mwa Israel ni kuwa mifumo ulinzi wa anga imefeli pakubwa kuzuia makombora ballistic ya Iran ambayo husafiri umbali mrefu na hubeba vichwa vingi vya mabomu. Wakati hayo yakijiri, chombo cha habari cha Yedoth cha nchini Israel kimeripoti kuwa mfumo wa anga wa Thadi wa Marekani uliotumwa nchini Israel umeshindwa kuzuia makombora Iran yanayoendelea kushambulia miji ya kaskazini ya Israel, na kuongeza kuwa hilo linaibua kitisho kikubwa. Mashambulizi ya Iran yanazidi kuongezeka huku jeshi la ulinzi la Israel IDF likiendelea kujipanga kila sehemu za nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka huko nchini Israel, hivi sasa ni kuwa makombora ya Iran yanapiga kila sehemu ya taifa hilo. Na tukitoka huko kaskazini mwa Israel, sasa tuelekee kusini mwa Israel katika mji wa Kiryat Gat. Moto mkali uliosababishwa na makombora ya Iran umefanya vitongoji vinavyosifiwa sana kuwa vitulivu katika mji huo kugeuka kuwa sehemu zenye maafa makubwa. Huduma za dharura za jeshi la ulinzi la Israel IDF imesema timu za waokoaji zinakimbia kila sehemu ya nchi hiyo kuokoa. Huko kusini watu 4 wamejeruhiwa na bado timu nyingine za uokoaji zinasubiriwa kutoa ripoti ya uharibifu wa mashambulizi ya Iran. Kwa mujibu wa duru ni kuwa jeshi la anga la Israeli linadungua makombora inayoyaweza, huku vikosi vya ardhini vikisafisha kile kilichotokea. Wakati hayo yakijiri, ni busara kukumbuka kuwa makombora haya ya Iran ya ballistic yanayoipiga Israeli usiku wa leo yamepaa moja kwa moja juu ya msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kuelekea sehemu walipo wanajeshi wa Israel. Wachambuzi wamedai kwamba kitendo hicho si cha kawaida na kinatuma ujumbe mzito kwa utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Na tukiendelea kusalia katika mzozo huu, sasa tuelekee kule nchini Iran ambapo msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran amesema katika taarifa yake ambayo wachambuzi wa siasa za magharibi wamesema kwamba ni ya kutisha kuwa, na nukuu, walowezi wa Kizayuni lazima waondoke katika maeneo wanayoyakalia, kwani hivi karibuni yatakuwa maeneo yasiyoweza kukalika tena. Shirika la habari la Lebanoni limedai kuwa huenda Iran ikatumia silaha za nyuklia kwa kutumia neno kuwa maeneo hayo yatakuwa maeneo yasiyoweza kukalika tena. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wamedai kuwa hayo ni matisho tu ya Iran, lakini wengine wanaona kuwa hiyo sio lugha matisho bali ni tisho kubwa la dhati la Iran kutumia silaha za nyuklia, za kemikali au silaha za radiolojia. Wakati hayo yakijiri, shirika la habari la Al Jazeera limeripoti kuwa jeshi la Irani limesema kuwa lina benki ya maeneo na taasisi za Kizayuni ambazo watazilenga. Orodha hiyo inajumuisha kambi za jeshi, majengo ya serikali, miundombinu ya nishati na vituo vya kijasusi, na vyote hivyo viko karibu na mifumo ya makombora masafa marefu ya Iran. Kwa mujibu wa wachambuzi waliohojiwa na shirika la Al Jazeera, wamesema huu sio mkao wa kawaida. Iran inaashiria nia yake, uwezo na mwelekeo wa kimkakati wa kuongeza vigingi kwa kile ambacho kitafuata usiku wa leo. Na wakati hayo akijiri, jenerali mstaafu wa Marekani Douglas McConnell amesema, nadhani mashambulizi ya Iran yataongezeka, idadi ya makombora itaendelea kurushwa Israel, uharibifu utakaofanywa utakuwa ni mkubwa zaidi. Kinachowashangaza Waisraeli wengi kwa sasa ni kasi ambayo Wairani wako nayo na nguvu zao na ushawishi wao unaendelea kuongezeka. Waisraeli kihistoria wameijulisha dunia kila mara kwamba wana silaha za nyuklia na kwamba wako tayari kuzitumia. Nadhani tutakachokiona katika siku zijazo ni kwamba Israel itakapodhoofika kabisa, Waisraeli wanaweza kutuambia, ikiwa hatuwezi kuishi na hatutosaidiwa, basi tutatumia silaha za nyuklia. Mwisho wa kunukuu maneno ya jenerali huyo wa Marekani. Na shirika la habari la Le Monde la nchini Israeli limeripoti kuwa Irani imerusha wimbi kubwa la makombora balistiki kutoka mji wake wa Shirazi na kusababisha tahadhari nyekundu katika karibu ramani nzima ya Israel, kutoka Haifa kaskazini mwa taifa hilo hadi Eilat kusini mwa taifa hilo. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vinapiga kelele huko Tel Aviv, Jerusalem, Beersheba, Haifa na miji kadhaa zaidi, na kuashiria kuenea kwa kuratibiwa kwa makombora Iran. Ramani ya tahadhari ya Israeli yenye nembo nyekundu inaonekana karibu kila sehemu ya taifa hilo, na hii ni ya kwanza kutokea katika historia mfumo ulinzi wa anga wa Israel kushindwa kukabiliana na makombora ya adui.
Na kwingineko ni kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameambia shirika la habari la Fox News kuwa ameanzisha mashambulizi dhidi ya Iran ili kuzuia mauaji makubwa ya kimbari ya nyuklia dhidi ya Wayahudi. Benjamin Netanyahu amedai kuwa serikali yake ina taarifa rasmi za kijasusi kuwa Iran ilibakisha miezi kadhaa kuunda bomu la nyuklia. Tulilazimika kuchukua hatua, Benjamin Netanyahu alimwambia mwandishi Brett Bana wa Fox News na kuongeza, na tutaendelea kuchukua hatua kujiokoa sisi wenyewe, lakini pia kuiokoa dunia nzima dhidi ya utawala huu endawazimu. Netanyahu amedai kuwa ndani ya mwaka mmoja Iran ingekuwa na bomu la nyuklia. Hili ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali. Hatutaki maangamizi ya pili ya nyuklia dhidi yetu, na serikali yangu haitaruhusu hilo kutokea tena kwa Wayahudi. Netanyahu alipoulizwa kama malengo yake ni kuutoa utawala wa Kiislamu wa Iran chini ya Ayatollah Ali Khamenei, amesema hilo linaweza kuwa sehemu ya matokeo ya kazi ya jeshi la ulinzi la Israel IDF, kwani utawala wa Irani ni dhaifu sana. Asilimia 80 ya watu wa Iran watafurahi tukiwafukuza majambazi hawa wa imani. Wanawapiga risasi wanawake kwa sababu ya nywele zao hawajazifunika. Wanawapiga risasi wanafunzi. Hawa majambazi wananyonya tu oxygen kutoka kwa watu hawa wa Iran ambao ni jasiri na wenye vipawa, Netanyahu alisema na kuongeza, uamuzi wa kuchukua hatua za kuangusha utawala wa Kiislamu ukiibuka wakati huu, hilo litakuwa jukumu la watu wa Iran pia. Kufuatia kauli hiyo Netanyahu, rais wa Marekani Donald Trump amekataa mpango huo wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa kutaka kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Afisa mmoja wa ikulu ya White House ameambia shirika la habari la CNN. Kwa mujibu wa afisa huyo, Trump anahofia vita kusambaa kwenye kanda yote, na yeye anadai kuwa anaisaidia tu Israel kuzuia makombora Iran. Msemaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameambia shirika la habari la Reuters kuwa mpango wa kumuua Ayatollah Ali Khamenei ni wa uongo. Hata hivyo, shirika hilo la habari la Reuters ndio shirika la kwanza kutangaza juu ya mpango huo wa Netanyahu. Na tukibakia katika swala hilo, rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian amesema Marekani inahusika moja kwa moja na kusaidia jeshi la IDF kushambulia Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Farsi, Dr. Pezeshkian amesema na nanukuu, mjumbe wa Trump Steve Witkoff alimwambia waziri wetu wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kuwa Israel haiwezi kufanya lolote bila idhini yetu. Hii ina maana kwamba hatua za Israel inazochukua hivi sasa zina idhini ya moja kwa moja Marekani, Dr. Pezeshkian alisema na kuongeza, kile tunachoona leo kinafanywa moja kwa moja kwa msaada wa Marekani, huku akificha kwenye vyombo vya habari. Rais huyo amesema kuwa Iran haijamchokoza yoyote, hivyo hatua zake za kulipiza kisasi dhidi ya uchokozi huo ni za kweli kabisa. Na tuelekee huko nchini Marekani ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran na Israel zitafanya makubaliano ya kusitisha vita, akidai kuwa wito wa kuwaleta kwenye meza ya mazungumzo unafanyika kila pembe ya dunia. Iran na Israel watafanya makubaliano kama vile nilivyofanikisha makubaliano kati ya India na Pakistan, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social, huku akidai kipindi chake cha kwanza alitatua matatizo makubwa ya siku nyingi, kuanzia mzozo kati ya Serbia na Kosovo na Misri na Ethiopia. Vivyo hivyo, tutakuwa na mikutano ya amani hivi karibuni kati ya Israel na Iran. Ninafanya mengi kwa ajili ya amani, lakini sipati sifa, lakini hilo ni sawa tu. Watu wenyewe wanaelewa ninachofanya. Make Middle East great again, Trump alisema. Na tukiendelea kubakia huko nchini Marekani ni kuwa makamu rais wa zamani wa Marekani Mike Pence ameongea kwa jazba na shirika la habari la CNN kuwa Irani kamwe hairuhusiwi kumiliki silaha za nyuklia. Akieleza kwa nini anaona ni hatari kwa Irani kuwa na silaha za nyuklia, Pence amesema msimamo mkali wa Iran ambayo imeunda makombora hayo kwa siku nyingi unaweza kuyarusha hadi Ulaya na Marekani. Irani ndio mfadhili mkuu wa ugaidi duniani, Mike Pence alisema na kuongeza, Irani inatishia watu wetu na washirika wetu. Makamu huyo wa zamani wa Marekani pia amempongeza bosi wake wa zamani Donald Trump kwa kuamua kusimama kidete na Israel. Nataka kusema kwa msisitizo kwamba ikiwa dunia haijui, basi ijue kwamba Marekani tutasimama na Israel siku zote, Mike Pence alisema. Pence pia ameonya utawala wa Rais Donald Trump kuachana na mpango wake wa kumtumia Rais wa Urusi Vladimir Putin kuwa msuluhishi wa mzozo wa Iran na Israel, akisema Putin mwenyewe ni muuaji ambaye amekuwa akifanya mauaji huko nchini Ukraine. Hiyo Jumamosi, Rais Vladimir Putin na Donald Trump walizungumza kwa simu, na Trump baadaye aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kwamba walijadili kwa kina juu ya vita vya Iran na Israel. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.